Kwa akasema jamani, hapa jeshi akawapa taarifa kwamba tuwahamishe wale watu, jeshi linatufuata, tuzidi kusonga mbele. Kweli mara kidogo tunakuja kupewa taarifa pale tulikolala, kwa sababu mvua ilikuwa inanyesha pia, alafu wala wanatakiwa hapa tuondoke. Kweli tulibeba vitu, yale mabegi nasema tulibeba vitu na kuanza tena safari. Kwa hiyo kila walipokuwa wakipata taarifa kwamba jeshi linatufuata, na sisi ndio tulikuwa tunazidi kusonga mbele. Kiukweli tulichoka kutembea, yani tulikuwa hatuna jinsi tu, yani dakika za muziki, kwa sababu kila siku ni safari, kila kukicha ni safari, tunapata mateso sana. Kweli siku ambayo sasa ya kuokolewa, ilikuwa kiongozi wetu katoka kuongea na simu kuhusiana na swala la pesa, kwa sababu wao walikuwa wanataka pesa. Walikuwa wanataka kwa kila kichwa dola 4,000 ili tuweze kuachiwa. Yaani sisi tuchukue kama kitu kama turubai hivi, tuwe tunapepea ili yenyewe itaona kule msituni na adondoshe zile hela, sisi tutakuwa salama. Lakini ni swala ambalo kimtazamo lilikuwa gumu sana. Kwa hiyo katika yale wazazi akasema ngoja kwanza hiyo hela ipatikane, si wenyewe tutajua, atatumwa hata mtu, hela hiyo mradi tu ipatikane, itafuatwa tu. Basi kweli kiongozi wetu akamaliza kuongea na simu. Sasa tulikuwa tumehamishwa sasa hiyo sehemu nyingine ambao wenyewe waliona ni salama, wakisema hapa hatuwezi kuonekana, ni polini. Wenyewe walikaa sehemu nyeupe hivi kwa ajili ya kuangalia usalama, kwamba mtu wote anakuja sisi tuweze kuonekana. Baada hapo tukatengenezewa chakula pale, ambaye maana ilikuwa jioni, sababu kule nilikula mara moja na chakula chenyewe ni cha wasiwasi kweli. Kula mara moja, chakula chenyewe hata nikieleza hapa tulikuwa tunakula ugali nini? Ugali wa muhogo ambao sasa yani ule unga sijui una mchanga sana ulikuwa yani unakula tu kwa sababu haina jinsi, ni polini pale uwezi, yani kwa sababu tu kweli. Basi baada ya kumaliza kula pale, ngozi wetu ndio akawa anarudi sasa kuongea na simu. Kwa hiyo kuna viongozi waliochaguliwa na wawili. Kuna kiongozi mmoja ni Mkenya, kiongozi wa Kenya. Kiongozi wa Kenya kwanza alianza kurudi akatuambia kwamba jamani, mimi nimeenda kule kuongea na simu yangu imeisha moto, ila nimepata taarifa kwamba yule kiongozi wetu pale katumwa sehemu ili afanye mchakato hizo hela, lakini nimeona kwamba yule kiongozi wa waasi ambao ni Sheikh Hassan anaongea vibaya sana na huyo bosi wenu ambao mnawasiliana nao. Anawaambia hii kazi, unaona kazi ni ya mzaa. Sasa kwa sababu tulipewa masaa kama 24 ili hela ziwe zimefika. Sasa muda unazidi kwenda, mimi nitaanza kuua watu hapa ili ujue kwamba hii kazi sio ya mzaa. Kaambia jamani, ngoja arudi kwanza kiongozi wetu tumsikie naye atasemaje, labda kuna kitu huko ameongea. Kweli muda mfupi kiongozi wetu alikuwa amerudi. Tukamuuliza bwana vipi? Kaambia jamani, huko mambo sio magumu, sababu alikuwa anatupa sana moyo. Namshukuru sana, alikuwa anatupa sana moyo kwa sababu wengine tulikuwa tujiwezi kabisa, yani tulikuwa na stress muda wote, ni mawazo, tulikuwa tujiwezi. Lakini sema mambo yanaweza akawa mazuri jamani, wala msio na wasiwasi. Mliona helikopta siku ile imepita, ile helikopta imeenda kuchukua hela, lakini bosi wetu ambao ni bosi wetu hapa Azim Deuji anakuja. Kwa hiyo mambo yanaweza akawa mazuri. Sasa wakati anatoka kuongea na simu, alipishana na kijana wao kwenye lile kundi ambao walitoka kununua unga mjini, na yule ndio ilikuwa kama Mwenyezi Mungu tu alisaidia. Wale wanajeshi walimuona yule jamaa, wakawa wanamfuatilia, kwa sababu na yeye alivyoona alianza kukimbia, kwa hiyo walimtilia mashaka.
Kwa hiyo baada ya kufika pale, yule jamaa katua unga na kuanza kurudi kuwapa taarifa kwamba jamani, wanakuja. Sasa sisi tu ndio tumemaliza kupewa taarifa tu na kiongozi wetu, tukasikia banakuya, bebeni batu. Wanaongea kwa lugha yao, bebeni batu, banakuya, kila mmoja abebe watu. Kuna nini tena? Kila mtu ana hamaki sasa, kuna nini tena kinachoendelea huko? Kwa pale kila mtu alijigawa kundi lake. Sisi tulichukuliwa na jamaa mmoja anaitwa Omar, ni kamanda, wanasema kamanda wa ile kundi. Tulitokomea sehemu ambayo ni msituni huko, tunaanza kutokomea ndani, na wengine walichukuliwa na wengine. Muda huo ndio risasi zilianza kutembea sana hapo polini, si wakati tupo ndani ya pori. Kwa hiyo zililia sana. Kila ukienda huku unasikia kama ndio inapigwa hapo, kila ukienda huku unasikia kama inapigwa hapo. Tulikuwa kwenye mazingira magumu sana. Sasa yule alikuwa anang'ang'ania kwamba huyo Omar tumfuate. Kila tukitaka kumkimbia anatuonyesha bunduki, mnifuate kwa hasira ile, mnifuate. Sisi tukabidi hatuna jinsi sasa. Lakini Mwenyezi Mungu alisaidia. Kule tulikuwa tunamfuata, akaanza kupungua mmoja. Unajua kwenye msafara mwingine anakuwa nyuma, kwa hiyo akaanza kujificha mmoja mpaka mwisho wa siku tulibakia wawili, nadhani mimi na ndugu yangu pale Isa Kijoti bali maarufu. Ndio nikamwambia Isa, wenzetu wote wameshajificha, kwa hiyo sisi tutafute jinsi ya kujificha. Kweli Mungu akasaidia yule jamaa, kwa sababu risasi zilikuwa zinalia sana pale msituni. Kwa naye akapoteza mwelekeo, sasa akawa akipati sisi na yeye anaokoa nafsi yake. Kwa hiyo akaanza kupanda kwenye milima, sisi Mungu akasaidia, tukaanza kucross sasa mdogo ile. Mwisho wa siku wale wanajeshi wakati wanapiga zile risasi wakawa wanaita, jamani wa Tanzania kueni, kuya, wa Tanzania kuya, tumekuja kuwakombola, wa Tanzania kuya. Tia faraja sana, stress kabisa. Jamani, naomba nani tuache sasa. Ndio ulikuwa mwisho wa kuongozi wetu sisi. Poleni sana. Asante sana. Poleni wanangu malaba. Bakari na Solo. Ni kakaangu huyu. Nimelia kwa uchungu huko alikopelekwa Katisa.